Sio refa mbaya. Yes, sio refa mbaya, ni refa mzuri. Ila changamoto unapokutana kwenye dabi ya Kariakoo, refa anakuwa sio refa tena. Anakuwa ni refa ambaye amebebwa na pressure ya nje ya uwanja. Nilikuwa naongea na Nasoro, pacha wake wa jina anaitwa Nasoro Saidi. Huyu ni mwamuzi ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa FRAT, kwa maana chama cha waamuzi. Alikuwa miaka ya 2010 na kitu hivi. Alikuwa mwenyekiti wa FRAT. Amezungumza vizuri sana. Amezungumza kuhusiana na pressure ambayo waamuzi hao wanazipata. Na kuna mazingira ambao wanatengenezewa ambayo ni ya ndani na ya nje. Yaani kwa maana kuna pressure hata kwenye mashirikisho haya, kuna watu wako upande huu upande wa kule. Inawezekana wakamchagua mtu ambaye ni mchezeshaji bora, kwa maana refa bora, lakini shida inakuja watu kupressure kutoka nje. Inawezekana ni miamala pia ikatumwa, inawezekana ikawa ni vitisho vikatoka, inawezekana ni kutokuwa na imani nao pia zikaibuka. Vyote hivyo vinatokana na mwamuzi husika. Wakati anazungumza Said Nasoro ambaye alikuwa mwenyekiti wa zamani wa chama cha waamuzi, ameniambia kwamba kuna kipindi yeye mwenyewe akiwa mwenyekiti wa chama cha waamuzi alikutana na pressure hizo kama mwenyekiti mwenyewe. Yaani mwenyekiti unaambiwa bwana tuwekee mtu fulani. Umeelewa? Kwa sababu wao wanajua watanufaika na huyo mtu. Na kuna wakati wanadai kwamba mpaka miamala inaweza katembea ikamfikia ule mtu anatuma. Alafu anambia bwana hakikisha unafanya kitu. Kwa hiyo ni pressure kubwa kwa mwamuzi. Lakini ninavyomfahamu mimi binafsi nimemfuatilia Mwinchui, ana makosa yake ndio. Lakini hakuna mwamuzi ambaye akawa 100% akawa yuko perfect. Ni kwa sababu binadamu tumeumbwa kuwa sahihi na kutokuwa sahihi. Na binadamu tumeumbwa kutokuwaridhisha watu wote. Inawezekana ukafanya kitu kilicho sahihi, lakini mwingine akatafsiri kama umemwonea akikuwa kitu sahihi. Na kwenye dabi za Kariakoo yaani usiamini kabisa kama mtu amemkuatua kwenye boksi, kama ukiweka tuta halali kabisa kama watakubaliana na upande mwingine, kama watakubaliana nalo. Hata kama kila mmoja ameona ni tuta, lakini watu watasema ile haikuwa tuta. Kwa hiyo pia ukiacha napo wataambia kwamba umewaonea. Kwa hiyo pressure inakuwa ni kubwa na mambo yanakuwa ni mengi sana. Kwa mimi ninavyofahamu Nasoro Mwinchui, inawezekana akafanya dabi kawa nzuri sana, lakini uzuri wa dabi utategemeana na yeye mwenyewe kuwa tayari kuchezesha hiyo dabi. Mimi nafahamu kwa sifa ya kuchezesha dabi hajawahi kuchezesha dabi Nasoro Mwinchui. Hii ndio dabi yake ya kwanza. Lakini hata hao ambao walikuwa wanachezesha dabi, si kuna dabi ambao amechezesha ya mara kwanza, umeelewa, kwa maana Simba na Yanga, kuna dabi ambayo alichezesha ndio akaanza kupewa imani ya kwamba anaweza kuchezesha dabi zingine. Kwa hata huyo ni sehemu nzuri ya kuanzia kucheza dabi ya Kariakoo. Lakini Nasoro Mwinchui ninavyofahamu mimi, labda pengine kama bodi ya ligi watakanusha, wataweka sawa sawa, mimi najua hana beji ya FIFA. Beji ya FIFA hana. Kwa hiyo unaanza kujiuliza kwa nini hana beji ya FIFA. Ni kwamba viwango vyake vya kawaida FIFA wameshindwa kutambua kwamba hajafikia vya vigezo, na vigezo vya kuwa na beji ya FIFA ni nini. Nadhani kwa upande wa bodi ya ligi na TFF wanaweza katoa maelezo kuhusiana na hicho. Lakini kuhusiana na jinsi ambavyo anachezesha, tumeshamuona katika michezo kadhaa. Sio kwamba ni refa ambaye ni mpeche, ni refa mzuri, lakini ana makosa yake ya kupanic. Lakini kuna wakati mwingine unajikuta amejiconvert kwa katika hali ya kawaida ya kuelewa mchezo. Lakini ukiangalia dabi hii jinsi ilivyo imekaa kimtego sana. Ukimwangalia Mwinchui anaenda kuchezesha dabi ambayo Simba wamefungwa mara 6 mfululizo. Yanga ndio ambao wako pale katika ubora. Kwa hiyo kuna kitu ambacho inatakiwa aende kwa utayari, kujua chochote ambacho kinatokea. Lazima aende kwenye ubora na matukio yote yanavyotakiwa kuwa. Yaani afike kwenye matukio la halisi. Kwa sababu dabi ya Kariakoo ndo ya Kariakoo, kwa maana Simba na Yanga, ndo dabi ambayo inaweza kumfanya mwamuzi akabeba lawama nzito na akapata vitisho au akaonekana ni mwamuzi ambaye deserve kuifundisha, yani kuongoza, kwa maana ya kusimama kwenye dabi za Kariakoo, hata kwenye ligi. Kwa hiyo nadhani pressure imekuwa ni kubwa. Rekodi ambazo yuko nazo sio mbaya sana, na ndio maana hata upande wa bodi ya ligi wenyewe wamejiridhisha kwamba tumtumie Mwinchui. Kuna waamuzi wengi kama kina Kayoko, kina Elsa C,
wapo waamuzi wengi ambao walistahili kukaa pale kuongoza, kwa sababu pia amechezesha dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo Mwinchui naye anaingia kwenye lawama mpya ya urefa, kwa sababu kuwa refa kwenye mechi za Azam na Namungo, Azam na Singida Black Stars, Coastal Union na Mbeya City na timu zingine, haujawa bado refa ambaye unaweza kaingia kwenye pressure ya kutokuwa na lawama. Kwa hiyo lawama ambazo anaenda kukutana nazo Mwinchui, yeye mwenyewe ndio wa kwenda kuzipunguza na kwenda kuonyesha kwamba ni refa mzuri. Kwa hiyo mimi naamini dabi ya Kariakoo inaweza kaamua vitu ambavyo vinaweza vikawa tofauti na vile ambavyo watu wengi walikuwa wanafikiria.